Bwana, sasa leo tuko na taarifa kutokea kule katika nchi ya Urusi pamoja na Ukraine, ambapo taarifa zimeweza kuthibitisha kwamba pendekezo jipya la amani la Trump kwa Ukraine linaweza kuhitaji makubaliano ya ardhi na kupunguzwa kijeshi. Chanzo kimeweza kuthibitisha hivyo. Pendekezo jipya la amani kwa Ukraine lililotayarishwa na utawala wa Trump linaweza kufikiria kuwa nchi hiyo itajitoa katika eneo la mashariki la Donbas na kuweka kikomo ukubwa wa jeshi lake badala ya kupata dhamana ya usalama kutoka kwa Marekani, kulingana na afisa wa magharibi anayefahamu mawazo yanayojadiliwa. Maafisa wa Marekani walisema mpango huo bado unafanyiwa kazi na kwamba makubaliano yoyote ya mwisho yatahitaji makubaliano kutoka pande zote mbili na sio Ukraine pekee. Baadhi ya hoja zinazosambazwa sasa ikiwa ni pamoja na ambazo zinaonekana kuwa na uzito kuelekea matakwa ya Moscow sio za mwisho, maafisa walisema, na karibu zitabadilika. Mpango huo wenye vipengele 28 ambao Rais Donald Trump ameupitia na kuunga mkono ni jaribio la hivi punde la ikulu ya White House kukomesha vita vya Urusi nchini Ukraine. Baadhi ya vifungu vya pendekezo hilo ikiwa ni pamoja na makubaliano ya ardhi katika maeneo ambayo hayashikiliwi na Urusi kwa sasa. Hapo awali yalikuwa ya msingi na wa Ukraine, lakini maafisa wa Marekani wanaona dirisha jipya la fursa ya kuanzisha upya majadiliano ya amani. Mpango bado uko katika hatua ya mfumo na pointi zake nyingi hazijakamilishwa. Rais Trump amekuwa wazi tangu siku ya kwanza kwamba anataka vita kati ya Ukraine pamoja na Urusi viishe, na amechukizwa na pande zote mbili kwa kukataa kwao kusaini makubaliano ya amani. Katibu wa habari wa White House Karoline Leavitt alisema hata hivyo rais na timu yake huwa wakati tamaa na Marekani imekuwa ikifanyia kazi mpango wa kina unaokubalika kwa pande zote mbili kukomesha mauaji na kuunda amani ya kudumu na ya kudumu. Katibu wa jimbo la Moscow Marco Rubio alipendekeza mwishoni mwa Jumatano. Hati hiyo ilikuwa orodha ya maoni yanayowezekana badala ya pendekezo lililokamilishwa. Kukomesha vita ngumu na vya kuua kama vile vya Ukraine kunahitaji kubadilishana kwa kina mawazo mazito na ya kweli, aliandika kwenye chapisho lake la X zamani Twitter, na kufikia amani ya kudumu kunahitaji pande zote mbili kukubaliana na makubaliano magumu lakini ya lazima. Ndio maana tuko na tutaendelea kuunda orodha ya mawazo yanaweza kumaliza vita hivi kulingana na maoni kutoka pande zote mbili za mzozo huu. Bado baadhi ya vifungu vinavyoeleza huenda vikasababisha ukosoaji kutoka kwa Ukraine na waungaji mkono wake, kwa vile itahitaji makubaliano makubwa ya ardhi. Mikoa miwili inayounda Donbas, Luhansk na Donetsk, bado inashikiliwa kwa sehemu na Ukraine. Katika maeneo mengine yanayogombaniwa ya Kherson na Zaporizhia, safu za vita za sasa zingesitishwa kulingana na maelezo ya afisa huyo wa magharibi kuhusu mawazo yanayojadiliwa. Moscow hapo awali ilipendekeza Kyiv ikubali mikoa hii yote miwili kwa ukamilifu. Katika hali moja, Ukraine pia itahitajika kupunguza ukubwa wa jeshi lake na kurudisha nyuma baadhi ya uwezo wake wa kijeshi, ikiwa ni pamoja na baadhi ya silaha zenye nguvu ambazo imepokea katika kipindi cha vita. Afisa huyo wa magharibi aliweza kusema hivyo. Mambo mengine yanayojadiliwa ni pamoja na hali ya lugha ya Kirusi na kanisa la Orthodoksi la Urusi nchini Ukraine vita vitakapoisha.
Mpango huo pia unajumuisha dhamana za usalama zinazoungwa mkono na Marekani zinazokusudiwa kuhakikisha Urusi haiwezi kuvamia zaidi au kupanua vita vyake hadi Ulaya. Maelezo yalielezewa na afisa wa magharibi anayefahamu hati hiyo. Pendekezo hilo liliangazia pendekezo la amani kutoka kwa mazungumzo huko Istanbul katika wiki za mwanzo za vita mnamo mwaka 2022, ikirudia matakwa mapana ya kijiografia ya Moscow kuhusu vikosi vya jeshi na utii wa Ukraine. Katibu wa jeshi Dan Driscoll alikutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky nchini Ukraine siku ya Alhamisi na kumkabidhi mpango wa amani uliopendekezwa na utawala wa Trump. Afisa wa ulinzi wa Marekani aliweza kuthibitisha hivyo. Driscoll na Zelensky walijadili mpango wa ushirikiano wa kufikia amani nchini Ukraine na kukubaliana juu ya ratiba kali ya kutia saini, afisa wa ulinzi alisema. Afisa huyo alifafanua kuwa Marekani ilitarajia Zelensky kutia saini mfumo wa Marekani ili kufanyia kazi makubaliano ya amani ya baadaye na sio kusaini makubaliano ya mwisho ya amani yenyewe. Haijulikani wazi jinsi kalenda hiyo ya matukio ilivyokali na ikiwa Zelensky alikubali hoja zake. Maafisa wa Ulaya na Ukraine walisema kwamba Jumatano mpango huo unaonekana kuwa na matakwa yasiyokubalika na juu ya kutoka kwa Urusi, ikiwa ni pamoja na kuweka eneo la mashariki mwa mkoa wa Donbas ambalo Urusi haidhibiti kwa sasa. Lakini ofisi ya rais wa Ukraine ilisema siku ya Alhamis kwamba rais wa Ukraine amepokea rasmi kutoka upande wa mashariki rasimu ya mpango ambao katika tathmini ya upande wa mashariki unaweza kusaidia kuimarisha diplomasia. Rais wa Ukraine alieleza kanuni za msingi ambazo ni muhimu kwa watu wetu, na kufuatia mkutano wa leo wahusika walikubaliana kufanyia kazi vifungu vya mpango huo kwa njia ambayo italeta mwisho wa vita. Ofisi ya rais wa Ukraine ilisema na kuongeza kuwa Zelensky anatarajia kuzungumza na Trump katika siku zijazo. Alipoulizwa kwa nini jeshi lilipewa jukumu la kuwasilisha mpango wa amani badala ya wanadiplomasia, afisa huyo wa ulinzi alisema jeshi linatokana na nafasi inayoaminika na wa Ukraine na pia liko Ukraine kufanya mkutano juu ya uvumbuzi wa uwanja wa vita, mada ambayo Driscoll amekuwa akihusika nayo sana katika kipindi chake cha ukatibu. Tunatoka katika nafasi inayoaminika. Jeshi la Marekani ni mshirika aliyethibitishwa na Ukraine, afisa huyo aliweza kusema hivyo. Mwanadiplomasia wa Ulaya aliunga mkono maelezo ya afisa huyo wa magharibi kuhusu baadhi ya maelezo ya pendekezo hilo. Mtu huyo alisema kwamba juhudi mpya ambayo inarudia matakwa mengi ya Moscow ya mwaka 2022 iliwakumbusha siku ya Groundhog filamu ambayo matukio yanajirudia mara kwa mara. Mjumbe wa Ulaya aliyeko nchini Ukraine alisema mpango huo umeshangaza jumuiya ya wanadiplomasia. Hayo yote yamepitia hapo awali na kukataliwa na sasa tumerejea kwenye mraba. Mwanadiplomasia alisema kwamba kwa wa Ukraine ni jambo lisilo la msingi, na kwa sababu nzuri itakuwa tu kuwaalika Warusi kurejea tena katika siku zijazo. Itakuwa ni kujiua kisiasa kwa kiongozi yeyote wa Ukraine kukubali, na itakuwa ni kujiua kijeshi kukabidhi eneo hilo lenye ngome. Mwanadiplomasia huyo pia alieleza wizara za mambo ya nje barani Ulaya na kwingineko, akipiga simu kwa mawasiliano huko Washington kwa mwongozo juu ya mpango huo na kuambiwa kuwa walikuwa gizani sawa. Tumesikia moja kwa moja kutoka kwa watu katika idara ya jimbo na Capitol Hill kwamba hakuna mtu anayejua chochote kuhusu mpango huu hadi ulipofichuliwa jana.
Mwanadiplomasia huyo aliweza kuthibitisha hivyo. Watu ambao walipaswa kujua kuhusu hilo hawakujua chochote kuhusu hilo. Kuna kero nyingi na machafuko. Katika maoni yake ya kwanza kwa umma tangu ripoti za mpango huo kuibuka, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas aliwaambia waandishi wa habari Alhamisi kwamba ili mpango wowote ufanyike unahitaji wa Ukraine na wazungu ndani ya ndege. Waziri wa mambo ya nje wa Poland Radosław Sikorski wakati huo huo alisema kwamba mipango yoyote inapaswa kuhusisha Ulaya na kuiacha Kyiv ikiwa na uwezo wa kujilinda. Tuna hisa kubwa zaidi katika hili kuliko Marekani, na kwa hiyo Ukraine lakini pia Ulaya inapaswa kuhusika, aliweza kusema hivyo. Mjumbe maalumu wa Trump Steve Witkoff amekuwa akiongoza juhudi ambazo zimeweza kusema Jumatano, na chanzo kikisema mazungumzo yaliharakishwa wiki hii kwani utawala unahisi kuwa Kremlin imeashiria uwazi mpya wa makubaliano. Afisa wa Marekani alisema Witkoff amekuwa akifanya kazi kwa utulivu juu ya mpango huo kwa mwezi mmoja na maoni kutoka kwa Ukraine na Warusi juu ya masharti ambayo wanaweza kukubali. Ikulu ya Kremlin wakati huo kukanusha kuwa inafanya kazi na Marekani katika pendekezo la amani kwa Ukraine. Ilisema Alhamisi hakuna maendeleo mapya. Hatuna jipya la kuongeza kwa kile kilichosemwa huko. Anchoreg, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema akirejea mkutano kati ya rais wa Ukraine Vladimir Putin na Trump huko Alaska mnamo Agosti, hatuna maendeleo mapya. Mwanahabari, nikushukuru sana. Hizi zilikuwa ni taarifa za kimataifa kutokea kule nchini Ukraine pamoja na Urusi, ambapo pendekezo jipya la amani la Trump kwa Ukraine linaweza kuhitaji makubaliano ya ardhi na kupunguzwa kijeshi. Nikushukuru sana, naitwa Junior na hii ni Junior Media. Usisahau kusubscribe, share, like na comment. Kutokea hapa hatuna la ziada, tukwage na tukutakie siku njema. Bye bye.